Karibu tena Masabuna Simulizi. Idi Mubarak. Habari ya mfungo. Kwa wewe ulimaliza na hata wewe ambaye bado unaendelea na Kwaresma, pia natumaini uko poa. Tupo pamoja sote watu wa Mungu. Tulipoishia sehemu ya pili simulizi hii nzuri sana ya kusisimua, sijakuzoea hivi. Sadiki aliamua kumnunua Zamda kwa dau la shilingi 50 tu kwa makubaliano ya kutumia kinga wakati wa tendo. Mwanzoni alitumia kinga vizuri, lakini baadaye alinogewa na kutumia tena. Hali ambayo ilimtia wasiwasi kuhusu afya yake. Hakuwa na uhakika na Zamda kutokana na mtindo wa maisha anaoishi ya kujiuza. Sadiki alitafakari na kujisemea, nitaenda kupima. Kama kawaida mwanzo wa wiki kazini kwangu huwa busy sana. Wateja wanakuwa na uhitaji mkubwa wa bidhaa, vinywaji, maji, tunasambaza mpaka usiku. Siku 2-3 zilipita, nilikuwa narudi usiku. Zamda anakuwa tayari ameshaondoka na mimi nilikuwa sijaamua kumpa namba yangu, ingawa ya kwake nilikuwa nayo. Halafu pia sikuwa tena na uoga sana, sikujua kwa nini. Nilipofika siku ya Ijumaa, ubiza ulipungua. Niliomba ruhusa kwa bosi wangu. Bosi, naomba nitoke mapema kidogo nikacheki afya yangu, naona mwili haupo sawa. Sadiki, sawa, afya ni muhimu. Leo hakuna mambo mengi, nenda tu kijana. Basi mdogo niliondoka nikaenda kupanda daladala. Nilifika Mnazi Mmoja hospitali muda wa saa 7 mchana. Nilielekezwa mahali ilipoangaza. Bahati muda huo watu hawakuwa wengi sana. Foleni yangu ilifika, nikaingia. Nilimkuta daktari makamu yangu tu, kama ananizidi labda miaka 2-3 hivi, maana mimi ndio nilikuwa natimiza miaka 27. Karibu keti. Jina lako tafadhali? Nipe majina 3. Huku akiandika kwenye kitabu chake kikubwa. Mwaka wa kuzaliwa, unapoishi, umeoa, na mambo mengine mengi. Nami nilimjibu kwa ufasaha kabisa. Nia yako ni kupima, umesema haujaoa, labda una mahusiano vile. Hapo sasa alipofika kwenye mahusiano, nilimsimulia daktari kila kitu. Alinisikiliza kwa makini sana na akasema, kwanza kabisa rafiki yangu, sio kila kahaba ana maambukizi ya ukimwi, ingawa chances ni kubwa. Halafu anaweza kuwa anatumia dawa kwa usahihi, hawezi kumwambukiza mtu. Pia inawezekana wewe ni wale ambao hawapati maambukizi kutokana na aina ya damu ulionayo. Kwa hiyo usijali rafiki yangu, unaniona mimi nilizaliwa nao, lakini maisha yanaendelea. Nilitaka kudondoka kwa mshtuko. Wazazi wangu walijua afya yangu. Walichokifanya wao ni kunizuia kufanya mapenzi kwa kunipa vitisho vingi mbalimbali. Walihakikisha siwakaribie wasichana kabisa. Walipofariki ndo niligundua ukweli. Nilianza mahusiano na msichana jirani kabisa na nyumbani. Tulisoma wote chuo. Huyu msichana ndo alizipata taarifa za chini kutoka kwa ndugu wa mama yangu. Alituona pamoja na ndio akamuita msichana wangu na kumuelezea. Sasa kwa vile sote tulikuwa tunasomea udaktari, ilikuwa ni rahisi. Alinishawishi tupime. Kabla ya kuanza mahusiano nilikubali. Nilichoka kufanya zile za sabuni, si unajua tena mshikaji wangu. Tulikuja hapa kituo hiki. Yupo shangazi yake na mpenzi wangu anahudumu hapa, ambaye naye ana changamoto hiyo. Basi ndipo nilipobaini kuwa nilikuwa nimezaliwa nao, maana mimi sikuwahi kushiriki na msichana yote yule. Ilikuwa ni huzuni kwangu, lakini mpenzi wangu hakujali. Aliendelea kunithamini, kunipenda, hakuwa na mimi. Nilipewa ushauri nikaanza dawa, ingawa sijawahi kuumwa chochote. Na pia nilibahatika kufanya field hapa. Baada ya kuhitimu chuo kikuu nikapangiwa kazi hapa. Na kama unavyoona nimeoa na mke wangu hana maambukizi, tuna watoto 2.
nilikosa la kusema. Sijui nikupe pole dokta au nikupe hongera kuvuka jambo hili. Si jambo zuri rafiki yangu, lakini likishatokea huna budi kukubali ili maisha mengine yaendelee. Haya, chukua hii karatasi, nenda mlango wa pili hapo, na nesi atachukua kipimo, halafu utasubiri hapo nje kwenye benchi nitakuita. Baada ya lisaa kupita, nikasikia naitwa. Sadiki. Nesi aliniita na kuniongoza kwa daktari. Moyo wangu ulikuwa kama umeshtuka kidogo, lakini nilivumilia. Bwana Sadiki, hongera sana mshikaji wangu. Majibu yako yako safi kabisa. Daktari alinipa mkono. Thank you Jesus. Nilimshukuru Mungu. Mimi naitwa Dr. Richard. Daktari alinipa mkono, aliniambia huku akinipa kipeperushi kilichokuwa kimeandikwa Kiluvya Medical Center. Hii ni hospitali yangu Bwana Sadiki ambayo nimefungua hivi karibuni maeneo ya Kiluvya. Napenda kufanya kazi na watu ambao wameshapitia changamoto mbalimbali katika maisha yao kama sehemu ya kurudisha ninachokipata kwa jamii. Sijali sana elimu, ninazo kazi nyingi ambazo anaweza kufanya mtu yeyote kama usafi, udereva, upishi. Maana hospitali ina kantini na supermarket na gym na car wash. Kweli, Mungu akubariki daktari. Huku tumeshikana mikono, aliniambia sasa usisahau kumleta Zamda. Tumcheki afya, maana nahisi umezama rafiki yangu. Nilibaki nacheka. Haya dokta, nimekuelewa. Niliinuka, nilifunga mlango na kutoka. Nilianza kusikia njaa, maana tumbo lilikuwa limejaa gesi kwa uoga niliokuwa nao pale mwanzoni. Basi nitembea mdogo mdogo mpaka Kariakoo. Niliingia kwenye hoteli moja na kupata chakula. Kisha nikaanza safari ya kurudi nyumbani. Nilifika nyumbani jioni sana. Niliingia ndani kwangu kama kawaida, nilitupa kwenye godoro. Tukawa na furaha na shibe, usingizi ulinipitia. Mara nilihisi mikono laini yenye joto inanishika usoni kwangu. Nilishtuka. Zamda. Nilimuita kwa sauti ya uchovu. Alikuwa amenishika kwenye uso wangu. Alikuwa amevaa jeans na topu, ananukia, kaning'iza kipochi, kavaa na kofia. Alikuwa amependeza sana. Nilianza kunilisha Big G ambayo ilikuwa anaitafuna. Nilijiinua taratibu. Acha bwana. Ndio unatoka? Nilimuuliza. No, ndio narudi. Nilimtazama kwa mshangao. Unatoka wapi? Nilimuuliza. Kupima. Kupima nini? Sijakuzoea hivi. Nilimwambia. Si jana ninogewa na penzi lako. Nikasahau kukumbusha kuvaa kondo. Muone. Huku akinishika ndevu zangu. Sasa mbona umeenda peke yako? Mimi je? Nilienda kupima ukimwi, ungekubali? Alitoa karatasi akanipa majibu na mimi nilizama kwenye mfuko wa suruali yangu, nilimpatia majibu yangu. Sasa next time twende pamoja. Haya, alitikia kwa kudeka. Wakati nimetoa karatasi ya majibu yangu na kile kipeperushi alichonipa daktari kilikuwa kimedondoka chini. Zamda alikiokota na alianza kukisoma. Mimi nilikuwa namtazama tu jinsi alivyokuwa mrembo. Nilimtathmini Zamda, alijaliwa kila idara. Moyo wangu uliingiwa na huruma nilipokumbuka yale niliyosikia kuhusu maisha yake ya huko nyuma. Pia niligundua Zamda ni mpole sana, akitaka kusema jambo mpaka afikirie kwa muda, sio mwongeaji kabisa. Unaijua hiyo hospitali? Nilimuuliza. Hapana, alinijibu. Ukipata kazi hapo utafanya? Nilimuuliza. Alishtuka. Yaani Sadiki, trust me, nina cheti cha chuo kipo tu ndani. Tafuta kazi wewe mpaka nikachoka. Mara mwisho kutuma maombi ni lini? Miaka 2 iliyopita. Basi hapo wanatafuta watu. Nikamtajia nafasi zilizopo. Nitafanya yoyote watakayoona inanifaa. Umesomea nini? Nilimuuliza. Business administration. Andika CV, barua, alafu Ijumaa ijayo twende pale Mnazi Mmoja. Ndipo alipo huyu daktari, na pia si tutapima tena afya pamoja.
Sawa? Haina shida. Zamda alifurahi sana. Kabla hajatoka akaniambia, sasa iwe siri, kabla sijaanza kazi itabidi nihame hapa. Maana hili kundi langu mtu ukiamua kuacha wanakufanyia chuki. Kuna baadhi wanaromba hapa na wivu. Haya msikilizaji, hapa ndio mwisho wa sehemu ya 3 ya simulizi yetu hii nzuri, Sijakuzoea Hivi. Nini kitaendelea? Mambo yamebadilika. Sadiki amekuwa mwanaume mpole kwa Zamda. Wamepanga kwenda kucheki afya zao kwa pamoja. Je, Zamda yuko salama kiafya kama Sadiki? Na pia Sadiki amempa connection Zamda kupata kazi kupitia Dr. Richard ambaye ni dokta mshauri katika kituo cha afya cha upimaji wa ukimwi. Je, Zamda atakubalika kazini? Usikose msikilizaji sehemu zifuatazo. Usisahau kubonyeza kengele ili uwe wa kwanza kupata muendelezo wa simulizi hii ya kusisimua. Bye.